Naam, habari za saizi. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo, mimi ni mwanaharakati huru. Siku hii ya leo nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza machache. Lakini kabla sijaanza kufunguka na kuweza kuzungumza yaliyojiri leo huku duniani ama barani Afrika, niseme tu moja kwa moja, nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeniwezesha mimi na wewe kuweza kuwa na afya njema, na tumia nafasi hii kuwaombea wenzetu walioko hospitalini. Mwenyezi Mungu awatilie wepesi waweze kupona ili waweze kuendelea kujenga taifa. Lakini pia tutumie fursa hii kwanza kuombea waliotangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu awasamehe dhambi zao na sisi atujalie mwisho uliokuwa mwema. Lakini tumie fursa hii pia kumuombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, endelee kuchapa kazi vyema na Mwenyezi Mungu endelee kumlinda na mahasidi, na kila uchao mahasidi waendelee kuumbuka wenye nia ovu na taifa letu, wenye nia ovu na viongozi wetu. Nimeona taarifa ambayo imeweza kunifurahisha kidogo. Taarifa hii imeweza kukita sehemu panapo husika. Nimekuwa nikizungumza siku zote juu ya vyama vya kisiasa hususan vya Afrika, vyama vya upinzani, juu ya vyama vya kisiasa hususan vya hapa Tanzania. Baadhi ya vyama vimekuwa havina mlengwa mzuri, kwa sababu baadhi ya vyama mimi binafsi nakuwa na wasiwasi ya kwamba vinatumika na mabeberu kwa ajili ya kuendelea ama kwa ajili ya kuweza kuendelea kuchafua bara la Afrika, ama kusababisha mataifa fulani yaweze kukosa amani, ikiwemo chama cha Chadema kwa mtizamo wangu mimi. Nazungumza haya kwa sababu kwanza nianzie huku nyumbani, alafu niende walikosafiri na walikozuiwa pasipoti zao na kuweza kurejeshwa nchini Tanzania. Na hapa mimi niwapongeze sana Angola kwa maamuzi mazito, kwa maamuzi magumu, kwa maamuzi yaliyotukuka, na niipongeze serikali zote zilizojiunga katika umoja wa SADC, ambao kama wamejadiliana kuhusu hili, basi tuseme kwamba ni jambo jema, kwa sababu wa Afrika hivi sasa tunachokiwaza ni maendeleo. Hatuwazi kurejeshana nyuma kwa ajili ya vurugu, kwa ajili ya fujo za hapa na pale. Leo unaweza mkamdharau Tundu Lissu, leo mnaweza mkakidharau Chadema. Mimi najaribu kuambia Tundu Lissu tokea hapo zamani nimejaribu kuwapa njia yake. Tundu Lissu nia yake ni ipi? Kwa sababu ukisikiliza matamshi yake unajua wazi nia ya Tundu Lissu ni ipi. Na hapa tu nirudi nyuma kwa kusema kwamba turudi miaka ya nyuma. Angola walipata matatizo mengi sana. Angola hawajasahau shida walizopitia kwa sababu ya kuviendekeza vyama vya upinzani. Kwa hiyo hawajataka ili jambo lijirejee. Nitakuja kuingia moja kwa moja na nitaweza kugusia. Kwanza nikianzia hapa nyumbani Tanzania, kwanza niwasikitike sana ACT. ACT ni chama chenye watu wenye uelewa, ni chama chenye watu wenye uelewa, lakini nimeshangazwa dada yangu sijui anaitwa Temsule pamoja na makamu wa kwanza wa rais ndugu yangu Othman. Kiufupi niseme tu kitu kimoja, niwasikitikia ACT Wazalendo kwa kubebwa mkuku na Chadema kupelekwa Angola. Ni jambo ambalo binafsi limeweza kunisikitisha. Chama chenye wasomi ACT kinakubali kubebwa na chama chenye makanjanja wengi ambacho ni Chadema. Hapa tu niseme kitu kifuatacho. Nilizungumza kwamba nitaanzia nyuma ili nije mbele ili tuweze kujadili wote kwa pamoja. Ni kwa nini Chadema wamezuiwa? Sababu za Chadema kuzuiwa, sababu za ACT kuzuiwa, na sababu na vyama vingine vya upinzani kutoka nchi nyingine zimezuiwa. Nitakuja kuzungumza. Ninaanzia hapa nyumbani kwanza. Ninaanzia nyumbani Tanzania kwa sababu zifuatazo. Ni jambo la ajabu kabisa lisilokuwa na mvuto kumuona mwenyekiti wa chama hataki kuhamasisha wanachama wake kwenda kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Kitendo ambacho kimenishangaza mimi kama mwanaharakati huru Bwana Ahmed Kombo ni kitendo cha Tundu Antipas Lissu kutowahamasisha wanachama wake, kutohamasisha wanachama wake kwenda kujiandikisha daftari la wapiga kura. Ni kitendo ambacho binafsi kimenisikitisha. Kimenisikitisha kwa sababu anawanyima haki za msingi wanachama wake. Anawanyima haki za msingi za kupiga kura wanachama wake.
Yeye kama kiongozi wa chama cha upinzani alipaswa awe mstari wa mbele kuwahamasisha wanachama wake kwenda kujiandikisha kwa lengo waweze kutimiza haki ya kimsingi. Ndio maana hapa narudia kusema ya kwamba wanachama wengi wa Chadema wanaburuzwa na mawazo ya Tundu Lissu. Haiwezekani wewe mwanachama wa Chadema una haki ya kwenda kujiandikisha na una haki ya kupiga kura. Haiwezekani kwenye siasa hakukuleta Tundu Antipas Lissu. Kwenye siasa hakukuleta mwanachama yoyote wa chama cha Chadema. Kwenye siasa wewe kama Mtanzania mwenzangu ulivutika mwenyewe ukaamua kuingia kwenye siasa, ukawa na malengo yako ndani ya siasa. Lakini leo hii ndoto yako inakwenda kuzimwa na Tundu Antipas Lissu kwa kutohamasisha na kwa kauli yake inayosema no reform, no election. Sasa mkanganyiko uliojitokeza ndani ya Chadema kwanza. Mkanganyiko uliojitokeza ndani ya Chadema, timu Mbowe mpaka leo hawahitaji chama chao kife. Hivi ninapozungumza mimi na wewe, leo mimi nimepata bahati nimekutana na kada wa Chadema. Amesema, "Bwana Kombo, cha ajabu ndani ya chama chetu, timu Mbowe ndio timu inayoipenda Chadema, sio timu Lissu." Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, Boni Yai ama aliyekuwa mstahiki meya enzi hizo wa jiji, Boni Yai ndiye anaituma message za kuhamasisha wanachadema kwenda kujiandikisha. Lakini chama chenyewe, mwenyekiti wa chama hana habari ya kuambia wanachadema wakajiandikishe. Huyu ni mwanachama wa Chadema na ni kiongozi ngazi ya wazee. Akaniomba nifikishie ujumbe huu, waambie kina Tundu Lissu, kwa sababu wewe unasikilizwa, waambie kina Tundu Lissu kwamba wanawanyima haki wanachama wa chama cha Chadema. Mimi nilizungumza ya kwamba Tundu Lissu kama Tundu Lissu ni kiumbe aliyekosa hoja. Chadema kama Chadema ni chama ambacho hivi sasa kimepoteza mvuto, ni chama ambacho hakina mvuto kwa sababu walipoona Rais Samia amewabana kwenye 4R, wakaona wataumbuka, wakaamua kuzikimbia 4R. Ndio kwa mara ya kwanza nakiona tena chama cha Chadema kinamuogopa ama kinakiogopa Chama cha Mapinduzi, inamuogopa Daktari Samia Suluhu Hassan kumsimamisha mgombea wa urais. Chama cha Chadema mpaka hivi sasa hakitakuwa na mpiga kura hata mmoja. Kwa sababu mpaka hivi ninapozungumza mimi na wewe hawajamuandaa wakala wa aina yoyote mpaka hivi sasa. Licha ya kwamba makubaliano yao mwanzo yalikuwa wachangishe michango ya tone kwa lengo la kuweza wachangishe michango ya tone kwa lengo la kwenda kuwasimamisha mawakala. Lakini fedha zile ndizo fedha alizotumia Tundu Antipas Lissu na genge lake chache ambalo yeye binafsi analikubali la udikteta kwenda kusafiri kwenda Angola, ambapo sasa hivi wamenyang'anywa passport na wameambiwa warudi Tanzania haraka iwezekanavyo. Nitakuja huko. Kwa hiyo kimsingi unaweza ukaona ni kiongozi ambaye asiyokuwa na future na wanachama wa Chadema. Wanachama wa Chadema, vijana wenzangu wenye ndoto ya kuwa kwenye siasa, niliwaambia tokea mwanzo, chama cha Chadema si chama sahihi. Ni chama ambacho kitaendeshwa kidikteta, tena zaidi ya udikteta. Leo baadhi ya vijana wa Chadema wameanza kuniamini. Niliwaambia walau mpeni nafasi Freeman Mbowe awe mwenyekiti kwa mara ya mwisho, chama chenu kitaendelea kuimarika. Sasa mimi natabiri Chadema inakwenda kufa, kwa sababu mpaka sasa hakuna wakala yoyote waliyemwandaa. Kama hakuna wakala yoyote waliomwandaa kwenye kusimamia zoezi hili la daftari la kudumu la mpiga kura, ina maana jibu ya kwamba Chadema uchaguzi ndo bye bye. Kitendo cha kukataa Tundu Lissu kuwasimamisha mawakala, automatically Chadema bye bye. Je, wanachama mliokuwa ndani ya Chadema mna maswali ya kupaswa kujiuliza. Kwa nini mmeingia kwenye siasa? Tundu Lissu ndo yuko tayari anakuja kukata ndoto zenu? Tundu Lissu mmekubali akate ndoto zenu za kisiasa? Jibu ni kwamba Tundu Lissu anawaburuza, anawaondoa kwenye malengo ambayo nyinyi binafsi mliweza kuyaweka. Ushauri wangu kama mimi Bwana Ahmed Kombo ambaye ni mwanaharakati huru nchini Tanzania,
ninasema yafuatayo. Endeleeni kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda kujiandikisha, kwa sababu tumeona Boniai yani huyu ni mkereketo wa Mbowe, anawahamasisha na anatuma message kwa wanachadema wakashiriki, waende wakajiandikishe. Haijalishi hawana mawakala, lakini wakajiandikishe. Kwa kimsingi mpaka hapa tu Chama cha Mapinduzi tayari kimeshashinda. Maana Chama cha Mapinduzi kimesimamisha mawakala. Tundu Lissu kazi yao ilikuwa ni kuchangisha michango, kuwatukana viongozi, kutudhihaki sisi wanaharakati. Hawakuwa na muda wa kujiandaa kukijenga chama. Walikuwa na muda wa kujiandaa kugombana ama kufitinishana ndani ya chama chao. Chama cha Chadema mpaka hivi sasa, nazungumza uwazi, ni chama ambacho bado hakina malengo ya aina yoyote. Niseme ninamuonea huruma sana Tundu Antipas Lissu. Ninakionea huruma sana chama cha Chadema. Mbowe ameteseka nacho kwa muda mrefu, lakini mjomba mpaka hivi sasa hajatimiza hata miezi mitatu. Udikteta umetawala ndani ya chama hicho mpaka inafikia hatua baadhi ya vigogo wanataka kujivua kwenye chama cha Chadema, wanakwenda kujiunga na chama cha ACT, na baadhi ya vigogo wanakwenda kujiunga na chama cha CCM. Nimezungumza leo tarehe ngapi? Hifadhini tarehe ni tarehe 10 na ngapi? Tarehe 13 leo. Hifadhini mazungumzo yangu haya, mtakuja kuyakumbuka tarehe 13 ya mwaka 2025. Kwa hiyo kimsingi Tundu Lissu chama kimemshinda, kwa sababu mpaka hivi sasa ameshavunja ndoto za viongozi wengi wa Chadema. Kwa hiyo sasa, kwa nini zilikusanywa pesa za tone? Pesa za tone ilikuwa ni jukumu la kwenda kuwasimamisha mawakala. Lakini siku 2 zilizopita kuna changamoto kubwa ambayo imejitokeza baada ya mkutano ulioandaliwa huko Kongo na chama kimoja na taasisi moja na foundation moja, chama ambavyo vinakusanya vyama vya upinzani kutoka nchi mbalimbali. Bahati nzuri chama hicho ama taasisi hiyo ilizuiwa, na baada ya kuzuiwa watu ambao wanaokwenda kushiriki nao wamezuiwa, ama vyama vilivyotoka barani Afrika vimeweza kuzuiwa, akiwemo Tundu Antipas Lissu na chama chake, wakiwemo ACT Wazalendo wamezuiwa. Ni kwa nini wamezuiwa? Afrika hivi sasa tumejitambua. Bara la Afrika sasa hivi limejitambua, linahitaji maendeleo, halihitaji kufitinishwa kwenye vurugu. Tunafahamu Tundu Lissu kulikuwa na changamoto hapa kipindi cha nyuma juu ya kusapoti ushoga. Bahati mbaya Trump ni mtu ambaye hasapoti ushoga, kwa kama amepigwa na butwa. Kwa hiyo anaendelea kuwasikiliza baadhi ya mabeberu wake wanaomtuma Tundu Lissu. Inawaambia Watanzania, unajua lazima tuambiane ukweli. Tundu Lissu ukinichukia ni sawa, lakini siwewi kukuchukia. Ukweli ninakuambia. Siwewi kukuchukia na ukweli ninakuambia. Tunachokitaka tutengeneze Tanzania pamoja, Tanzania ya wote kwa ajili ya maendeleo. Kwa hiyo bara la Afrika sasa ni bara ambalo limeweza kujitambua. Na mimi ni pongeze SADC kwa maamuzi mazuri. Na mimi nimeona hapa wakiomba ACT pamoja na Chadema, nimeona wakiomba Wizara ya Mambo ya Nje iwasaidie. Mimi nikwambia ndugu yangu Kombo, wa jina wangu Waziri Kombo, waziri wa mambo ya nje, nikwambie tu ndugu yangu, hakuna kuwasaidia hawa. Ndio wajue kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ana kitu kinachoitwa 4R, ndizo zinazofanya kazi. Sasa wamezipuuzia 4R, wamezikebei 4R. Leo ninakuomba Waziri Kombo, waziri mwenye dhamana husika, sisi Tanzania tunahitaji amani. Hawa watu hawatakiwi kusaidiwa kwa lolote, kwa chochote. Warejee nchini, warejee Tanzania, waje waendeleze, waje wahamasishe wananchi wao ama wanachama wao kupiga kura. Kesho na kesho kutwa wanaanza kukilaumu Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kiko serious kwenye swala la uchaguzi, kwa sababu wanajua wanachokifata, wanafata kuitengeneza dola yenye mamlaka kamili kama walionayo. Lakini Chadema hawawazi dola wala ACT, hawafikiri nafasi ndogo
walioipata kule Zanzibar. Walipaswa wafikirie nafasi hiyo, waendelee kuidumisha. Sasa mfano mdogo tu, Angola kama Angola. Angola watu wengi walikufa sana, yalizikwa mabomu chini ya ardhi ambayo yaliwasababisha vilema watu wengi. Yale mambo hawataki wajirejee. Ndio maana nikasema bara la Afrika hivi sasa limeanza kujitambua. Na mimi niendelee kutoa msisitizo kwa nchi ya Angola, niendelee kutoa msisitizo Tanzania, niendelee kutoa msisitizo hivyo hivyo katika jumuiya hii ya SADC. Mikutano kama hii ya Afrika isipewe nafasi, kwa sababu vyama vya upinzani ndivyo vyama vinavyotumika kuleta magaidi. Vyama vya upinzani asilimia kubwa ndivyo vinavyotumika kuchafua hali ya nchi. Vyama vya upinzani ndivyo vinavyotumika kuvunja amani ya nchi. Tumekuwa mashahidi tukiangalia vita nyingi zinazotokea Afrika. Vyote vinatokana na vurugu vya vyama vya upinzani. Nchi inakuwa imetulia, chama cha upinzani kinapoanza chokochoko ndipo yanapotokea matatizo makubwa. Kwa hiyo niendelee kuiomba jumuiya ya SADC ya kwamba wasivikubali vyama vya upinzani vikapata nguvu vya kukutana, kwa sababu hawa asilimia kubwa, vyama vingi vya upinzani, sio vyote, baadhi ya vyama vya upinzani vimekuwa vikitumika na baadhi ya watu kutoka nje. Mimi nina taarifa ndogo tu ya kwamba chama cha Chadema kuna taasisi ya kiimani inajaribu kuipa nguvu. Nimesikia hizo taarifa kutoka hapa nchini, inajaribu kuipa nguvu, lakini kwamba bahati mbaya ya kwamba kile chama kilikuwa kinajaribu kuwapa nguvu, lakini bahati mbaya kile chama cha Chadema, wale wenyewe hiyo taasisi ya kiimani ikaona hapana, hiki chama cha Chadema hakuna mwenyekiti bali kuna mlipuko tu. Na maana Tundu Lissu ni mlipuko, mtu asiyekuwa na busara. Laiti kama angekuwa na busara angekaa akakijenga chama chake. Mimi niseme tu waendelee kutimuliwa tu kwa Angola. Wapandishwe kwenye ndege na kama oda iliyotoka ACT, Chadema, ondokeni, rudini kwenu, muje muhamasishe wananchi kupiga kura. Muje muhamasishe wananchi kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura. Ndio hoja yetu kubwa. Sisi kama Watanzania, kama kweli nyinyi chama cha kisiasa, chama kisichowaza upigaji, kwa sababu mmechukua fedha kwa Watanzania, mmeanza na programu yenu inayoitwa Tone. Pesa hizi zilipaswa ziende zikaweke mawakala kwenye sehemu zote kwa ajili ya kwenda kuandikisha. Lakini pesa hizi Tundu Lissu amejizolea, kwa kuwa chama kina pesa, amezoa pesa hizi zote ameenda nazo nje. Ndio maana watu wanamlalamikia kwamba Tundu Lissu ni dikteta. Ninapozungumza maneno haya, vijana wa Chadema, acheni kupaniki. Sikilizeni, nijibuni kwa hoja. Huyo mwenyekiti wenu Tundu Lissu anapowaambia msiende kujiandikisha, ndio malengo ya kuwa kwenye chama? Mwenzenu ni mwenyekiti, pesa mnazochangisha anapata kitu kinachoitwa pasu. Anazichana zile pesa zenu, anazikata zile pesa zenu, ina maana yeye nyingine zinamtengenezea maisha yake binafsi. Nyinyi wanachama wa Chadema mnaotoa 200 zenu baada ya kwenda kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum, mkapata baraka kutoka kwa Mungu wenu, nyinyi mnatumia zile fedha kumnufaisha Tundu Antipas Lissu, ambaye yeye anazisafiria hizi pesa, anakwenda Angola bila ya kikao chochote, bila ya makubaliano yoyote. Mnachangisha fedha kwa lengo gani? Kwa sababu uchaguzi hamshiriki. Mpaka hapa tu Chadema haishiriki uchaguzi. Jibu ni wazi tu, kwa sababu hamjasimamisha wakala. Kesho na kesho kuta CCM wakija kushinda kwa kishindo, jibu linakuja kwamba CCM waliiba kura. Hapana. CCM waliwaweka mawakala na mawakala wakakaa. CCM walijipanga, walichukulia serious jambo la uchaguzi. ACT mnaingizwa kwenye mkumbo ambao sio. Kumbukeni mwaka 2015 vyama vya upinzani vilipoungana. Hapo ndipo kafu ilipokwenda kufa. Na hapa ACT usipokuwa makini, mwenyekiti wa ACT, chama chako kinakwenda kufa. Chama chako kinakwenda kufa. Tundu Lissu ni anatumika na mabeberu, na yeye mwenyewe binafsi anawajua. Ndiyo anawatarajia kwamba
watafute sehemu, walete chokochoko, nchi ingie kwenye machafuko ili wawekewe fedha. Kwa sababu jiulize, ni mwenyekiti wa chama, lakini mpaka hii leo Tundu Lissu ni mwenyekiti wa chama, lakini mpaka hii leo mke wake hayupo Tanzania, watoto wake hawapo Tanzania. Akileta kitukana siku 2-3 anapanda ndege anakwenda Ubelgiji. Kwa hiyo huyu mtu kama huyu kuanzisha vurugu kwenye nchi kwake haoni shida, kwa sababu ana uhakika wa kusafiri, ni pacha wa raia, ni mtu ni raia wa nchi mbili, ana uraia pacha. Kwa hiyo kimsingi leo mimi nilikuwa na haya ya kuambia kwamba kitendo cha kuzuiwa vyama vya upinzani ndani ya Angola, ninaipongeza kwanza SADC, na pia ninampongeza vizuri sana, ama ninaipongeza vizuri sana nchi ya Angola. Lakini pia ni muombe waziri ndugu yangu Kombo, Thabiti Kombo, ni muombe ndugu yangu Thabiti Kombo, mimi kama Ahmed Kombo, mimi ni ndugu yako, ni muombe asije akawasikiliza hawa viumbe. Hawana nia njema na taifa letu, hawana nia njema na Afrika. Afrika tutailinda wenyewe, na kama kuibomoa ni ujinga wetu ndio utatupelekea kwenda kuibomoa Afrika. Na Tanzania tutailinda wenyewe, kama kuibomoa hatutakubali kuruhusu vichwa vilivyojawa na ukanjanja kuibomoa Tanzania. Tatizo, kuna baadhi ya watu wanaendeshwa na akili mnemba. Ndio changamoto kubwa hii. Changamoto ya baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa vya upinzani, vyama vya kisiasa vya upinzani, wanaendeshwa na akili mnemba. Dokumenti wanazipa akili mnemba eti wapate formula ni namna gani wa kukiongoza chama. Leo Tundu Lissu anakwenda Google, anaenda kuuliza maswali ChatGPT eti nitaweza vipi kukiendesha chama. Na maana chama kinaendeshwa na akili mnemba. Dokumenti zao zote zinaendeshwa kwa akili mnemba. Katiba yao hivi sasa wanakwenda kuifumua, wanataka kuiendesha kwa akili mnemba. Ina maana ni chama kinachoendeshwa na akili mnemba. Vijana wa Chadema, badilikeni. Badilikeni, mkataeni Tundu Lissu. Na mimi nitumie fursa hii kuwaambia wazee wa chama, waasisi wa chama, wadhamini wa ile taasisi ya Chadema, msimkalie kimya Tundu Lissu, mfukuzeni, mvueni madaraka. Anakwenda kukiua Chadema, na mtakuja kukumbuka maneno haya. Kama nilivyomshauri Mbowe, Tundu Lissu na wenzake wanakugeuka, na mwisho wa siku ndiyo yaliyokuja kutokea. Na mimi niseme nikupongeze Boniai kwa kuwashawishi vijana wa Chadema kwenda kupiga kura. Na mimi nawataka vijana wenzangu kwenda kujiandikisha, hivyo mshanielewa. Na mimi nawataka vijana wenzangu muende mkajiandikishe, tukajiandikishe wote kwa ujumla, kwa lengo, kwa sababu ile ni haki yetu sisi. Ni haki yetu kabisa kimsingi.